Harambee Stars jana waliondoka nchini kuelekea Afrika Kusini, ambapo kunasemwa kumekuwa na hati za hapa na pale, mara hoteli mara vile, lakini walifika salama Afrika Kusini. Harambee Starlets wameondoka asubuhi ya leo kuelekea nchini Zambia, ambapo watacheza mechi pia za kirafiki za kimataifa, mechi mbili kama ile FIFA series tu. Mchezo ya kwanza atakayeshinda anakwenda finali, atakayepigwa anacheza mshindi wa tatu. Lazima kila mtu acheze mechi zake mbili ili kujiweka sawa kuelekea katika WAFCON. Kumbuka sisi saizi tunajipanga na WAFCON ambayo inakuja mwezi Julai kule nchini Morocco. Hiyo ndio muhimu zaidi kwa sasa. Kiachana na hilo, ni kwamba jana AFCON ya under 17 ya wavulana ilimalizika jirani Tanzania, nusura tu aweze kunyakua taji lile, lakini waliweza kupoteza kupitia matuta. Leo ukiambiwa matuta huwa hayana mwenyeji. Wao walibandua Misri kupitia matuta katika nusu finali, lakini wao wamekuja kubanduliwa pia kupitia hayo matuta katika finali dhidi ya Senegal. Senegal ile taji lake la pili wanashinda katika michuano hii. Kwa hivyo walitangulia Tanzania, likakombolewa, mechi ikaenda matuta ambapo walipoteza. Lakini kikubwa ni kwamba wameacha athari kubwa. Kwanza wamefuzu kombe la dunia under 17, alafu pili athari ambayo wameiacha katika michuano hiyo ya kimataifa. Ukianza kuangalia hata zile tuzo za kibinafsi ni kwamba Tanzania wamefagia. Kuanzia MVP ilikuwa Issa Chole, top scorer Dismas Athanas, goalkeeper bora Hassan Saa, fair play team Tanzania. Tuzo 4 hizo wamechukua wao. Senegal wao walichukua ubingwa tu. Kwa hivyo Senegal wakeza kupata nafasi ya kujishindia pauni 1,125,000. Tanzania wakashinda pauni 90,000, ni sawa na milioni 11,646 hizo alfu ambazo waliweza kujishindia katika kipute hicho. Kwa hivyo wenzetu wamepiga hatua, lazima pia sie tujipange tuweze, iwapo ni kufika hapo ambapo wenzetu wamefika.